niliona niwaeleze kidogo kuhusu uwanja wetu wa mpira, kwa sababu mnaweza mkaona umesimama kwa muda mrefu. Jaribu kueleza kidogo kwenye vikao vyetu vya RCC, na ni vizuri pia mkajua vizuri uwanja wetu wa mpira. Wakati unaanza kujengwa, ulijengwa ukiwa unatengenezwa ramani na ujenzi unaendelea. Sisi tunaelewa hapo? Yaani huku unajenga na ramani unafanyaje? Unatengeneza. Sasa ule sio, yani sio nyumba ya kawaida ndogo ya kwamba siku moja ikisheki unategemea labda familia mtu mmoja, watu wawili. Tunatarajia watu pale waingie 10,000, 15,000, 20,000. Kwa hiyo tunachokijenga lazima kifuate standard na ubora unaostahili. Kwa hiyo tulipokutana na wenzangu wa halmashauri tukaanza kuulizana, mchoro uko wapi? Mmetengenezaje? Mzunguko umekaaje? Mashabiki watakaa wapi? Stage kuu ikoje? Inabeba watu wangapi? Na mmetengeneza kwa utaratibu gani? Kwa hiyo tukawa tunaona maswali na majibu hayalingani. Lakini la pili, tukaja kuangalia ile pitch kwenye eneo la kuchezea mpira, na penyewe tukagundua zile nyasi zile zimetengenezwa kama mtu ambaye anapanda garden nyumbani kwake. Kuna matuta kama anapanda viazi, kama garden ya kutengeneza mboga mboga. Kwa hiyo tulienda kule, tukaenda batizo, tulienda na Misateli ambaye ni alikuwa managing director wa Geita Gold Mine. Kwa hiyo tukaingia kule uwanjani, tukatembea, tukaona. Tukaulizana, hivi tunataka kweli seriously kujenga uwanja au tunataka twende tu baada ya kukamilisha uwanja? Kwa hiyo tukakubaliana tuanze safari ya kuredesign na tupate value for money ya uwanja wetu. Sije tukamaliza uwanja tumetumia labda hela ndogo kama ni bilioni 1 au 2 au 3, alafu baada ya muda ubora uka-compromise, alafu bora compromise watu hawachezi, uka-compromise watu wanacheza na wengine wamekaa kwenye majukwaa. Kwa hiyo tukakubaliana kwamba lazima tupate proper consultant atufanyie design, atufanyie presentation, tukubaliane tunakotaka kwenda. Kwa hiyo tumeemploy consultant kadhaa. Halmashauri iliweka watu wa University of Dar es Salaam kwa maana ya Alice University, lakini pia mgodi wenyewe uliajiri consultant kuja na michoro tofauti. Sasa ile michoro ile ilikuwa inaleta gharama kwa kubwa sana. Siku moja tukaletewa gharama karibia bilioni 13 kukamilisha ule uwanja. Kaambia haiwezekani. Mimi nikiwa Tanga tumejenga uwanja wa TFF kupitia World Bank iliyokwenda fadhili kwa maana ilikuwa na fadhili FIFA. Tulijenga uwanja na hostel, nadhani mkienda kule ambao mnatembea mnaweza kuziona kule. Tumejenga Tanga, tumejenga Kigamboni. Viwanja vile ndio kwa vinafadhili. Na baadhi hata nilikuwa pale Tanga. Kwa nini walijenga kwa pesa ndogo na wakana viwanja kadhaa na viwanja vile vinaweza kufanya kazi vizuri? Kwa hiyo tukatuma timu ziende kujifunza, ziende Tanga, ziende Kigamboni, ziende Kinondoni Municipal, ziende mpaka Ruangwa, ziende Azam, ziende mpaka Zanzibar. Zikaje na modo ambayo itatusaidia kuja na uwanja ambao unatufaa wenye gharama nafuu utakao tupeleka mahala ambapo tunataka utupeleke. Kwa hiyo ile kwenda na kurudi, mashauriano, kutoa gharama hapa kwenda hapa, ndio maana imetufikisha leo hapa tulipofika. Sasa nayo furaha kuarifu kwamba mjadala ule umetuleta kwenye ubora na unatupeleka kwenye value for money ya ule uwanja ambao tunautaka. Na hivyo mpaka Julai 6 mkandarasi atakuwa amekabidhiwa site na kazi hiyo ya kuanza ujenzi wa uwanja wetu uweze kukamilika kwa kiwango itakuwa imeshapita. Na matumaini yetu ni kwamba mstahiki meya na viongozi wa timu wataendelea kuboresha usajili, tupate timu na wachezaji wazuri, wakiwemo hawa ambao wametuvusha kama nilivyosema Mheshimiwa DC, ili sasa uwanja wetu pamoja na kwamba utakamilika ndani ya msimu, lakini tujiandae uwanja wetu